Naam, assalamu alaikum Wanachapesa Media. Kwa mara nyingine tena nimeleta kitonge kwa mzee wangu mzee Sahidi. Kabla tujaenda kwenye exclusive yetu, cha kwanza, wewe Mwanachapesa Media ambao hujasubscribe, huu ni wakati wako sahihi sasa hivi. Subscribe uweze kupata habari za kimichezo na burudani ndani ya Chapesa Media. Leo tutazungumzia mtanange uliofanyika jana jijini Morocco. Timu ya Taifa Stars kwa mara ya kwanza inaingia hatua ya 16 bora. Ni jambo gani ambalo Gamondi alilipambania mpaka kufikia hivi? Hii ni historia ndani ya misimu zaidi ya 3-4 iliyopita walikuwa hii 16 bora hawajaanza kufikia. Hii ni mara ya kwanza. Jana tukiona pale Faisal mzee Said anasema mtoto bora atoke asiendelee kokota makopo ya juisi aende timu kubwa, lakini jana amezihirisha kweli yeye bado yuko ni bora. Je, anastahili endelee kubaki Azamu kama alivyokuwa mzee Said anasema asibaki aondoke? Tumsikilize. Niko na mzee wangu Mwamba, mzee wa vidonge, mzee wa vitonge, mzee wa kutoa kufumua yale yote ambayo anakuambia mkiweka kona yeye ananyosha, hataki mambo mengi. Mzee Said bwana, habari? Salama. Shikamoo. Malaba. Mambo anasemaje? Poa. Kama vibe limepungua, ndio Faisal jana. Asa vibe la nini? Kwani Simba wale? Yes, timu ya taifa. Wenda pengine ulikuwa unataka Selemani Mwalimu. Umeanza na wewe. Mimi nishakwambia mimi Selemani Mwalimu hana cha kuniofa. Hana cha kuniofa, yani mimi nikabadilisha, yani nikawa moyo wangu lipu kwa Selemani Mwalimu. Hakuna. Mkubwa yule. Sawa, kutoka Wydad Casablanca. Kwani mimi nimekataa? Mwarabu akupe mchezaji mzuri, nani kakwambia bwana wewe? Mwarabu akupe mchezaji mzuri. Kama ilikuwa inawezekana hivyo, Simba si wangemwachia yule nani wale Waarabu wa Misri wale, si wangemwachia yule South Africa. Simba walikuwa wanataka kwa mkopo. Simba kwenda kupiga hodi wakaambiwa bei mtaiweza? Unasalio. Sisi tunawapeni kwa mkopo. Huyu anakula kiasi fulani cha pesa. Simba akisema basi ngojeni twende tukajadili tutarudi tena. Walienda. Mzee Said, tuzungumzie dakika 90 za mchezo wa jana Taifa Stars dhidi ya Tunisia. Faisal Salum kabeba mbeleko ya timu, wachezaji wenzie, mashabiki mpaka viongozi, furaha iliyoje ndani ya taifa letu kuingia hatua ya 16 bora. Unajua mimi siku zote ninapokuambia au naposema mimi wasikosei. Nilikwambia yule mtoto mimi nimeongea naye kabisa kwenye simu. Faisal kwenye simu na hadi ana kwa ana alishakutana naye. Mimi nilionana naye kabisa, kapigia simu akapokea. Nikamwambia dogo, wewe utaki, wewe unapanda ndege unarudi Tanzania? Yaani na sisi tukuone kwa nadra. Ukiona maanisha aondoke. Yaani tunakuona kwa nadra, tunakuona kwenye kioo. Sababu za kazi natafuta nayo ugomvi. Hasa natafuta nayo ugomvi nini? Kwani maslahi ya za kazi, maslahi ya Feitoto. Timu yake. Kwanza kwenda tu kucheza Ulaya. Wewe unamwona Samata? Samata anaweza kaongea nini Tanzania hii mtu akampinga? Hakuna. Kacheza ligi kubwa Uingereza. Sasa wewe Feitoto, toka na wewe uende kwenye ligi za watu ukaonekane. Kila siku mimi nasema hapa. Na huyu mtoto kafunga goli akai. Ile goli zuri babu. Boko wametoa wenyewe wale. Goli la kitabu. Yani wao wametoa boko, yeye kaliweka. Mimi nalipopoa hapa. Kama kawaida. Kama kawaida. Akanyoosha bonge la mua. Huku nao wanalalamika, wachezaji wetu watu waone. Sasa kama wabovu nani sasa watajijua wenyewe. Hizo tetesi za chini. Wewe machezaji wenyewe mnaokota kila siku. Wachezaji watakuja wachezaji wazuri. Vipi bwana, ile timu ya taifa bwana, cheni masiala. Unakota pale na kata kina Morsi. Nani bwana wewe? Bado hajafikia kiwango cha kuchezea timu ya taifa, kimekaa kimepichi. Uweke watu wako ajabu kiso nataka walizisha fulani nimlizishe na fulani nimlizishe. Mimi ndio maana nilikwambia yule nani yule? Papa Ndao yule. Pandao. Na mwenzie Gamondi. Yale majeuri. Kuna watu mzee Said walikuwa wanasema, baadhi ya media na wachambuzi wengine walikuwa wanasema kwa Ali baada ya kutoka draw na Uganda, wakasema kwa Ali tena ni yale tunarudi ambao alipokuwa anatufikisha Morocco, bado tutuendelea mbele, hii ni mwisho wetu. Wengine walikuwa wamekata tamaa kwa kusema hawatoendelea kupitia ile na Tunisia, kwa sababu ubora wa Tunisia walivyofunga Uganda, wakaona tukienda na Taifa Stars hamna kitu. Walimkatia tamaa baadhi ya wala hata usiseme baadhi. Hata mimi mwenyewe nilikata tamaa. Kumbe hata wewe umo. Kwa nini sasa kati saa mzee Said? Timu unaiangalia na timu yako. Timu ilikuwaje? Angalia mechi zote walizocheza hizo. Dakika za mwisho
lazima niwe mkweli. Mimi mwenyewe nilikuwa najua tunaenda kufungwa tena. Jana. Yaani sikatai. Unaona cheki kwenye runinga pale unajua una imani wewe. Kwani wewe sikukupigia simu wewe? Sawa, ulinipigia. Nilikupigia simu nikauliza polisiana, "Oh, hiyo penalty ilikuwaje?" Mbona sasa hivi tu nimetoka kuangalia hiyo penalty ilikuwaje? Mbona tena penalty? Haya, ngoja tuangalie. Kumbe VAR Mwamba alikamata kidogo tu. Koplo alikamata tu ndefu. Koplo alimchukua mtu anaenda kumweka kolokoloni. Kaona wewe twende wewe Tanda Lubeta. Hebu twende tuondoke mimi na wewe. Kapiga roba pale. Na lakini mabeki na mnene ndio unatakiwa, sio beki unakuwa ueleweki. Beki unatakiwa uwe katili. Lakini Mzee Said hapo. Beki anatakiwa awe katili. Je, ingekuwa Faisal hakuweza kurudisha ile. Basi. Lawama zisingemdondokea. Lawama ya nini? Lawama mtu akaamua akafanya makosa. Hebu nisikilize. Kwa mtu anayejua mpira ni vita babu. Sahihi. Mpira sasa hivi tu ndio unaonekana kama umekuwa na masharti mengi kwa sababu ya haya mabao yenu haya. Maviala haya. Mimi ndio nakwambia, wewe zamani watu walikuwa wanapiana mpaka madoko, au wewe umesahau? Mtu anamtia mwenzie doko Said Mwamba kawapiga sana watu visukusuku. Gonga sana hivi. Hiki hapa ndio kisukusuku. Sasa sikipepsi tia sana watu vipepsi. Hivi ni vitu vya kawaida, mpira vita. Ukishaisha pale ndio vita imekwisha. Umenielewa? Mimi sioni, sishangai kwa sababu mimi mwenyewe mipira ya vurugu nimeicheza. Mpira wa vurugu kwani wewe huaoni? Anaona. Timu zingine huoni? Tunaona. Mtu anajipeleka kwenda kujigongesha anatafuta penalti. Yaani ni mradi tu kumzuga. Ule ndo mpira. Mimi wala simlaumu Cannavaro. Umeona? Nani huyo? Wanaitwa nani? Cannavaro sijui Baka sijui. Mimi Baka simlaumu. Ibrahim Baka bwana. Unamkumbuka mwamba wa legend. Baba ndio ilikuwa kawaida yake, lakini aligeuzwa yule na Hassan Hassano. Fanyisha vibaya. Ile wanani wa Misri. Kwa hiyo mimi hata sishangai. Umeona? Beki lazima uwe vile. Wewe ni sahihi alichokifanya. Alichofanya ni sahihi. Sasa nimefanya hivi, mimi nimekaba, nimesababisha penalti. Twendeni tucheze. Kakilia ngapi? Za kutosha nyingi. Sasa kumbe mbona zote ya kufanya hivi? Kuna wachezaji wengine anajipeleka. Hebu ngoja kwanza nikwambie. Kwa nini kadi nyekundu ilipunguzwa adhabu? Wewe unaweza ukasema? Na unaweza ukatoa sababu ya kwa nini kadi nyekundu ilipunguziwa makali ya kutoka mechi 2 mkononi, yani na maana mechi 3. Mechi 3. Ya kwanza ile unaondokea, ya pili unasimama, ya tatu unasimama. Kwa nini zile adhabu zilipunguzwa? Na wenyewe FIFA ilionekana kuna wachezaji wazuri wanaenda kuchokozwa kwa makusudi. Kwenye mradi mtu awe na hasira. Afanye kitu ambacho si kizuri, apewe kadi nyekundu ili wampunguze kwenye na ile ilitokana na nani kwenye kombe la dunia? Kuna mtu mmoja Mnigeria alikuwa anaitwa JJ Okocha. Mwamba. Alikuwa anawapiga sana vyenga wazungu. Wazungu wakawa wanaenda kumpanda, yani wanamkanyaga na nini, akakasirika kamtia mtu kisukusuku. Sasa ngoja unaniumiza. Unaona? FIFA akasema ngoja tuirudie. Bwana sisi tunaipunguza hii adhabu hii. Hii adhabu tunaipunguza. Kuna watu wengine wanafanyiwa vitu ambavyo ndivyo sivyo. Kwa hiyo yani mtu anakuja kukutia kero wewe ukasiriki. Kwani wewe hujawahi kutiwa kero? Zipo. Panda kwenye daladala ndio utajua kuna kero au hakuna kero. Mimi ndo nakwambia panda daladala. Unaweza ukashangaa umegeuka umemtia mtu kisukusuku. Kwa sababu ile. Alafu unaambiwa alafu daladala nzima ile ukishamtia mtu kisukusuku wanakugeuka. Wanakwambia peleka kituo cha polisi. Hapo. Usema umemtia mtu kisukusuku, damu zinamwagika. Friji linakusubiri. Friji linakusubiri na mtu na polisi nao wakiangalia wapi? Damu kamata weka, hamna maelezo. We ndani. Unaanza kwenye friji. Sasa ukishafika nayo waliamua kulifanyia ufumbuzi. Ufumbuzi kulipunguza adhabu. Ndio ukipigwa kadi nyekundu unasimama ile mechi. Unasimama mechi moja, biashara imeisha. Mechi inayofuata ya 3 unapiga mpunga. Kwa ndio maana ile akina Ronaldinho kipindi kile walikuwa wanapigwa sana viatu sana. Wanaoenda sana. Sasa unasema Ronaldinho? Unamsema Gaucho? Gaucho ndo kapigwa sana yani. Alikuwa anawapiga vyenga. Na ile minjino ile mwanangu na akifanya hivi mpira umeelekea kule unakoenda. Wewe bana mpira una yake meno ndo anapeleka mpira. Sasa yule aliwahi kutoa pasi kaangalia pembeni. Watu wote wanajua anatoa pasi. Watu wanaiga sasa hivi. Anaona sasa ndio hivyo. Hata nani Soa anaiga. Na Soa wapi na wewe bwana? Wewe nao unaharibu maongezi. Hata umeenda kuyatibua maongezi yote yani.
Sasa kama vile tungekuwa kwenye vijue vya kahawa ningekwambia umeharibu maongezi yote. Hata wewe soa na mchezaji babu. Wewe tuongee maneno mengine bwana. Wewe soa mchezaji babu. Wewe unacheza timu zingine tu, ukitaka kukutana na Yanga haupo. Unatuletea utoto sisi hapa. Sisi tuna akili zetu. Hakuna jambo. Wale wamekusogezeni pale, mle tu hela za Simba, basi mkitoka hapo mpanguse matako mwende majumbani mwenu. Mkapumzike kwa hoja nyingine hakuna. Na wewe katika eti mimi naondoka na soa. Lakini si mchezaji mchezaji wapi? Kwani hata ukivaa jezi na bukta wewe nilishawahi kukuuliza. Mimi nikivaa mnaambia nitashangaa, watu watanishangaa. Mimi nilishakuuliza suti unatembea nao mtaani, si ndio? Lakini wewe ukivaa viatu vya mpira, soksi, kaptula, alafu juu jezi, yani lazima watakuuliza bwana unaenda wapi? Mzee Saidi, unazungumziaje kuhusiana na mchezaji Faisal Salum? Ndio nakwambia ubora wake ule aliokuwa nayo. Ni mchezaji mzuri. Tunakubaliana wa Tanzania kwa Mtanzania mwenzetu anacheza mpira mzuri. Mpira wake mkubwa. Taifa Stars tumeshinda magoli 3. Tuna pointi 3. Watu wanielewa. Pointi 2. Una pointi 3. Ukatalia. Pointi 3 2. Tuna magoli 3. Tuna magoli 3. Tuna pointi zetu 2. Umefungwa magoli 4. Nimefungwa magoli machache. Ndio ujue kwa kwamba umefungwa. Ndio ujue kwa kwamba Baka kafanya kazi. Amke kwa mnaweka au kina nani nangu nani au. Lakini kuna baadhi ya mashabiki walikuwa na alama kwa kuona inakuwaje wachezaji wa Simba wachezi. Wewe nini Simba waweke? Nini sasa? Unajua mpira unahitaji ukatili. Sijui unanielewa? Kweli wachezaji wa Simba hawajacheza. Ndio. Baadhi lakini hawajamshawishi kocha kwenye mazoezi. Hata mimi wataniona mtu mpumbavu, tuacheni ujinga. Ile timu ya taifa yoyote acheze. Kwani ukishakaa benchi si na umeshiriki? Ndio. Sasa wewe ukipanda ndege si umeenda? Asiyepanda kabisa. Sikuna wengine wamekwenda wamehangaika mpaka imefika kwenye matukio. Kwenda finali hawajaenda. Si wapo? Ndio. Sasa unashangaa kitu gani? Wewe umeenda umekaa kwenye benchi. Shida iko wapi? Umeshiriki vizuri. Na umeshiriki. Katika kwenye orodha pale ya wachezaji mpo. Wanajeshi wanakuambia hivi, wewe hata ukipika ugali, wale wanapigana kule. Wewe ukakaa ukapika ugali, ukapakua chakula, muda wa kula wakaja kula. Na wewe umeshiriki vita, umepigana. Sasa shida yote ya nini? Tumeshazoea maneno yetu. Unajua mimi nashangaa watu wa Simba. Mnashindwa kungoa ile mijitu iliyoko pale, nyinyi mnangangania wachezaji wetu hawajacheza. Sasa wachezaji hawajacheza wana mawazo chungu mzima, wanafikiria hivi tuking'oka hapa saa hizi tunaenda kukutana na Yanga, sisi tunafungwa manga. Wanawaza wachezaji. Wanawaza wachezaji. Wewe unafikiria hawawazi wale wachezaji? Kwa hiyo wanaogopa Yanga. Wewe waogopi Yanga? Tumeshasema tayari Albadi anafanya kazi. Umeanza kuwapiga mashabiki. Kwani mmeisomea Albadi Yanga? Mmesoma Albadi kwa watu wanaowanyanyaseni. Sasa kote Yanga wanawanyanyaseni. Mnafungwa mara. Wanashinda kwa uwezo wao. Wanashinda kwa uwezo wao. Hawamdhulumu mtu. Lakini wao wamesema Albadi imefanya kazi baada ya kushinda kule Simba Queen. Simba Queen. Albadi limeshaanza kufanya kazi, wamefungwa mashabiki KMC, wakaenda Azam Complex. Kocha wa Yanga nani kule? Kwa wale wanawake. Nani? Ndio yule demu. Wa Yanga. Yule mwanamke anaitwa. Lini aliwafunga Simba yule? Aliwafungaga mwaka jana. Mwaka jana alikuwa yeye peke yake. Alikuwa yeye peke yake kwenye benchi. Ile benchi la ufundi? Ndio. Uongo. Sasa alikuwa nani? Kuna mwanaume yupo pale. Nani yule? Mimi simjui jina lake yule baba yule, lakini ana mwanaume. Yeye anakuwa kocha msaidizi, lakini kuna mwanaume. Kama wamemwacha peke yake, Musa Mgosi amwachi. Akiwa peke yake? Musa Mgosi amwachi yule. Ndio maana juzi kamfunga. Sasa kumbe kwanza mimi nilijua kuna mwanaume. Nilivyomuona yeye yuko peke yake anaenda anarudi. Si nani anamuita nani Eliza? Elina sijui anaitwa nani yule dada yule. Sio Elina bwana. Na jina lake moja hivi. Kocha kwa jina lingine anaitwa Mourinho. Mourinho si maneno yenu nyinyi. Mourinho atakuwa mwanamke bwana wewe. Mnaleta maneno yenu haya kihuni haya bwana wewe. Mourinho atakuwa Mourinho yule. Mourinho akae na timu afu iwe bovu vile. Sasa mbovu vipi sasa na wakati ndo mchezo ulivyofanyika? Yule kakutana na Musa Mgosi, kampelekea mambo ya kitoto ya kibongo kamfunga. Yule aliwahi kufungwa vile vile na Musa akasema hivi, mimi ni mwanamke ndio unaoniponza nafungwa. Kwani si aliwahi kusema hiyo? Kocha. Sasa huyo Edina. Edina nani si na jina babake na jina la Kichaga. Wewe ukocha kazi babu.
Wewe shughuli ipo. Kocha anapomfundisha vile mnavyoona amesimama, kuna wengine wanaunguruma kama pikipiki. Mpira unachezwa, yani anafikiria. Akienda kulala hoi. Kwa hiyo sio Albadili lilofanya kazi, ila tu kwa vile huko Edina huko Musa Hassan Mgosi, ndio maana mambo yameenda sawa. Msisingizia Albadili bwana. Albadili mmesomea mpira. Albadili mmewasomea wale wanaenyanyasa Simba. Sasa kama hivyo Albadili na Azamu. Kwa hiyo Shabani anayesifia kusema tayari Albadili ameanza kufanya kazi. Shabani atasifia kwa sababu yeye ndio aliyehangaika. Hata ingekuwa mimi lazima ningesema hivyo. Albadili yangu inafanya kazi, unaona? Ujipe faraja. Sasa subiri turudi kwenye ligi. Tunakutana na hao wenye nyumba. Tunakutana na wale nini wale? Wazee wa kazi. Nini wale? Moroko wale. Tunakutana na Moroko. Kwa tumeshaingia, tumevunja mwiko. Tumecheza. 16 bora mnaingia na. Tumeingia sasa ngoja tuangalie na Moroko. Tukigongwa si ndo safari? Ndio tunakuja kukutana huku. Kama Albadili imefanya kazi, tutakuja kujua hapa. Mzee Said, mchezo utauonaje kati ya Moroko dhidi ya Taifa Stars, ambao hii hatua 16 bora hii ya mtoano sasa? Kibaya zaidi wenzetu wana wachezaji maprofessional. Sawa. Umenielewa? Sawa. Wanatumia akili nyingi sana kwa kusababishia makosa. Kosa moja goli. Na kuadhibu mwenyewe. Bas. Na yule akikufunga goli moja haitohitaji tena magoli mengi kwa sababu anajua we mtata. Yeye atacheza mpira basi. Wewe utakuja utagonga miguu. Utagonga miguuni, utaweka shuti, utafanya hivi, utafanya hivi. Au kwa sababu unaona tuko na Papa Ndau. Yupo mwa. Au bado napo imani na kwa haipo. Maneno yangu mtayakubali tu. Kwa Gamonti hawezi kuwa peke yake bila yule jamaa. Papa Ndau. Papa Ndau. Papa Ndau kaondoka kule. Huko bwana Singida anaendelea pale Mapinduzi kwa kocha wao wa zamani. Sawa. Usome mchukua yule nani yule? Yule kocha yule wa zamani. Alikuwepo pale. Wapo Singida pale. Alikuwepo, alikuwa kama kocha. Mara kwanza ndo alikuwa kocha mkuu. Si ndio aliyotufunga goli 3? Akawafumua chuma 3 kule. Kabla mpira hujaisha anaenda kumpa mkono. Fadi. Ndio anatangaza, anasema hii ni dharau kubwa sana hii. Fadi alikuwa anashangaa hii ngoma hiyo. Fadi anapewa mkono, anasema kwani mpira umeisha? Alikuwa na uhakika. Anajua nyinyi lazima mkae chuma. Hata timu yenyewe iko wapi? Kapiga chuma 3. Sio ndio kisa cha kwenda kumbeba yule. Mnambeba kaletwa na nani? Kiko wapi tena? Kumbeba soa. Mechi 5, mechi ya Yanga na Simba hayupo. Forward nani? Forward Mwalimu. Mkwala. Forward Mkwala. Unaona ile timu taifa liita. Jana kapewa moko mpaka kule kwenye mabao. Na wamekalia tena jana chupa 3. Sasa mimi ndio nikuulize. Uganda na Tanzania. Ipi timu nzuri? Timu nzuri Tanzania. Sasa ndio ujue kwa kwamba wale sisi tulikuwa tunawafunga. Sema ni mbinu tu. Ni mbinu tu, watu wa mbele hatuna wa kutengeneza zile mbinu. Wale sisi tulikuwa tunawafunga Waganda. Hakuna timu mbovu kama ya Waganda. Sana Nigeria sikatufunga 2-1 kwa tabu. Kule kapiga 3-1. Tena laini kabisa. Kaja yeye. Kule yule anayelivaa lile lidude lile Osman Nigeria yule. Kamfuata Kanavalo. Na alimkumbatia na kumpa pongezi. Sasa akamuuliza wewe unacheza wapi? Akasema huyo si askari huyo. Askari visio vya Zanzibar koplo. Mbona yeye akasema huyo askari tu babu huyo. Achezi kokote, anacheza Yanga Dar es Salaam. Ligi ya ndani tu. Wewe unasema kwa sema is this coming from Tanzania? Yanga, Young African. Kama unauza Yanga wai, akamwambia kuna timu inaitwa Yanga au ukipenda Wagalatia. Wafanya mchezo ni na Wagalatia. Wewe pale angekuwa nangu? Nangu angeulizwa wapi kaka? Ona nichonganisha watu twende tu. Mimi nitawabarasa alafu wenyewe wachukie ujue. Wanachukia. Mimi nauliza Mzee Said angekuwa nangu. Wewe ushaniambia mimi utanivalisha mfuko wa pipi. Unanivalisha mfuko wa pipi, wenzao wanaenda kuwaumbua. Unanivalisha mfuko wa pipi wa nini sasa? Wakati mnaumbuana. Juzi nimekutana na Nasoro na mchungaji. Kuna sehemu walikuwa wanakwenda. Kakaa nikaongea nao. Kamsikia Nasoro anasema kuna baadhi ya viongozi wanaanza kupiga mkwala. Kile chama influencer wa vilabu, chama chao kimesajiliwa. Kwa hiyo inaonekana wasitumie nembo za vilabu. Wasitumie nembo za vilabu. Waache nembo za vilabu. Waache. Sababu gani? Sababu inaonekana
kile chama kinatishia baadhi ya viongozi wa hivi vilabu. Chama cha influencer kinawatishia baadhi ya viongozi katika hivi vilabu vikubwa viwili, Yanga na Simba. Na wale influencer wanatoka Yanga, wanatoka Simba. Shida yangu ni moja, wasiwasi wangu kinaweza kikavurugika chama hiki cha influencer kisiendelee. Kama ni kweli kimeshaonekana ni tishio kwa hawa viongozi, kinaweza kisiendelee. Sasa kwa nini kionyeshe tishio? Umeuliza swali la msingi kweli kweli. Kwa nini kisiendelee? Ndio swali la msingi. Hivi vilabu viwili vina maslahi makubwa sana kwa hawa viongozi. Na hichi chama kinachokuja kitakuwa tishio kwa hawa viongozi, kwa sababu watakuwepo vijana ambao hawatotaka kuburuzwa. Watahitaji waoneshe misimamo. Je, hawa watakubali? Hawatokubali. Sasa nawaambia hiki chama, nawapa mimi lai au nawapa usia, wajitasimini na wajitizame, wako kweli wana dhamira na hiki chama na wana nia ya kukitengeneza hiki chama. Msije mkaanza kuvurugana wenyewe kwa wenyewe ndani, mkaanza kugombana. Kwa nini? Mimi sikufichi, Watanzania sisi tulio wengi ni maskini. Sahihi. Kwa hiyo mtu anaweza akakudanganya kwa $200 tu. Mtu anaweza akakudanganya kwa $200 tu. Mkapelekewa watu ambao wakenda wakawa wanakihujumu kile chama. Chama kikakosa mwelekeo. Chama kikaonekana chama cha wahuni. Kumbe nyinyi mlikuwa na dhamira nzuri tu ya kukiendeleza chama na kuvitetea vilabu vyenu. Lakini ukilitizama kiundani zaidi, leo unaniambia mimi nisitumie nembo ya klabu. Ikiwa mimi ni mwanachama wa klabu, why? This is coming to kutumia mimi nembo ya Yanga au mimi ni kutumia nembo ya Simba. Usitumie. Kwa nini? Je, naitumia kwa biashara? Na haya yanatoka wapi? Sasa na ndio maana mimi nawaambia kabisa, hata hawa wanachama wa Simba wawe makini sana kwa kwenda kwenye uchaguzi. Unajua kuna watu wengine wanaweza wakaja wakasema sisi tutakuwa na hiki, tutakuwa na hiki, watakuwa na maneno mazuri, lakini wakija kisha kiingia pale inakuwa balaa. Kaingia kumtoa kwake ni kazi, huwezi kumtoa. Huwezi kufanya mapinduzi, wenyewe wanakuambia mapinduzi, hawezi kufanya mapinduzi. Kwa hiyo wewe kwenye starehe si tuletee shida kisa unaogopa mapinduzi. Jambo ambalo wengine watakuwa haitaki. Haliwezekani. Sasa mimi nawasihi sana hao walichokianzisha hiki chama cha influencer, wawe makini kuangalia watu walionao. Wakichelewa tu wamefeli, wakawaingizia ikaingia sulenje mule, chama kimekufa. Mimi nakwambia kweli. Na kama kweli hivi sasa hivi wameshawapewa hadi isibati. Kwani chama hata kama kimesajiliwa si kinakufa tu? Si kinaonekana chama cha wahuni. Nasikia sasa hivi orodha ya watu hapo wengi kidogo. Kuwa watu wengi ndio maana wale wanachama wanaokuja pale, je, wana nia hiyo? Wasipokee tu kila mwanachama kwa sababu huyu mzee Saidi anaongea sana na ufanyaje anafanyaje, njoo chawa. Mzee Saidi, nimekuelewa. Tuje kwenye tetesi za usajili. Ndio. Yanga Africa ambao kwanza wamemsajili au wamemtambulisha mchezaji wa kutoka TRA. Ndio. Emmanuel Mwanengo. Manemba. Anacheza Mwanengo au Mwanengo. Maana jina bwana mimi majina ya kienyeji hayo. Majina ya kienyeji. Kienyeji vipi? Manengo. Unalipata wapi hilo jina? Jina la kienyeji hilo Sheikh. Twende kwenye msahafu kama yapo. Sawa basi twende huko. Hapo. Au twende kwenye Biblia. Biblia ina Yohana. Kaanza na Emmanuel. Ina Robati. Sasa hilo Mwanengo ndio imekuwa kipengele. Hiyo Manueli lipo kwenye Biblia. Mwanengo si Manengo twende tulitafute. Sawa, kama utalipata majina ya kienyeji hayo. Ni mchezaji wa aina gani ambao anayekuja kucheza pale? Kuja kuangalia kwanza namba anazocheza. Namba 8 au namba, yani yuko hii namba 8
au namba 10 hapa, hizi namba kati. Ni kiungo mshambuliaji. Si Yanga si wanamuondoa Dumbia. Dumbia na Conte tetesi bado sio rasmi, ni tetesi anaenda Singida Black Star kwa mkopo. Wanaboresha kikosi. Yanga bado wanaboresha kikosi kwa sababu bado kuna mapungufu hata kwenye ligi. Wanachama wao au wapenzi wa Yanga walikuwa wanalalamika kwa kwamba bwana, timu yetu tunaona haiperform kama ilivyokuwa. Maki walikuwa wameizoea timu ya kina Aziz Ki ilivyokuwa ina perform. Umeona? Kwa hiyo imeshuka na nini, na wao hawataki tabu. Kwa hiyo ndio maana uongozi wao umeona cha maana waangalie wapi waongezee. Kwangu sijasikia chochote. Ila tu ni unyamani huko. Wanasikia hapo service wanasajili kimya. Wanasikia wanatafuta golikipa basi. Golikipa inaonekana au ilivyo taarifa iliyopo, Yakubu Selemani amepata injury timu ya taifa na Kamara tayari ilishatokea toka nyuma. Kwa hiyo pale bwana Abel timu wale viongozi wa Simba wangekuwa wasikivu. Ningewaambia amchukue hata yule mchezaji anayedaka timu ya taifa. Huyu Foba. Yule mwingine yule. Huyu aliocheza. Yeye aliocheza jana. Mzuri sana yule mtoto. Mzuri sana, mimi namfahamu vizuri. Mzuri sana. Ana uwezo wa kukaa pale golini. Lakini kwa sababu viongozi wa Simba hawasikiki. Hata uchukua kimataifa, nataka mchezaji ambao ana quality kubwa. Simba timu kubwa Mzee Saidi. Unachukua wenye quality. Sawa. Kwani wale wawili umewaacha? Wapo bado. Si watapona. Punguze. Hata unategemea hata kama yule akija, bado Simba atakuwa na nini pale cha kuchukua? Yule na Abel nani unaona kwake wewe ni bora? Yule yuko bora zaidi kwa Abel. Yule mtoto bora zaidi. Unaniambia beta mkimweka na Namungo atakuwa mnakula vyuma. Nani? Abel akikaa golini. Abel. Inategemeana na mabeki. Bora kipa ni mabeki. Bora kipa ni mabeki. Mtu yote asikudanganye. Na ubora wa kipa uanzishaji wa mashambuliaji. Ndio. Kwa mfano kama unamwona Diala. Diala sijui nisemeje, ana vitu anakuofa kwa vitu vitatu kwa wakati mmoja. Anaweza akakuofa kwa kukupa kushambulia, assist, kutengeneza ushambuliaji. Anaweza akakuofa kuzuia mpira usiingie golini na ndio kazi yake. Anaweza akakuofa kwa kuipanga timu. Ndio maana nikakwambia vitu vitatu. Na Kamara anavyo. Sasa je, tunamwacha Kamara mpaka tuanze kutafuta magolikipa wakubwa wa kimataifa? Tutafute kwa muda huu wa kumalizia ligi. Tunaenda kwenye kumalizia ligi. Tumalize ligi, tufanye na uchaguzi wetu, tuweke watu wenye kujua, watutengenezee timu. Basi. Tutafute tu golikipa mzuri wa kuweza wataa ndani, amalizie ligi. Lakini sasa ukianza kukurupuka ya nje yale, ndio matokeo yake mnakuja kuanza kuyajaza magolikipa, cha kuyafanyia hamna, mnaanza nenda kwa mkopo huku. Matokeo yake unakuja kumtoa mchezaji ambaye hata kumtegemea kumtoa, kama walivyomtoa Mohamed Hussein. Bado roho inauma. Mimi paka kesho. Mzee Saidi, tumalize na hili. Tunaofunga mwaka 2025. Leo tarehe 31. Kesho ni tarehe 1 mwezi wa kwanza. 2026. Ni jambo gani muhimu ambalo ndani ya 2025 kwa kweli imekuwa kwenye moyo linakuwa ni kumbukumbu haswa? Kwenye moyo linakuwa kumbukumbu au kwenye moyo linaniumiza? Hiyo linaumiza, hiyo kwa kweli linafuraha. Mimi kuondoka kwa Mohamed Hussein niliumia sana. Mwaka huu niliteseka sana na Mohamed Hussein. Mohamed Hussein tu kabisa, yani wala sikufichi, niko serious. Yani katika miaka niliyopata tabu sana kuondoka kwa Mohamed Hussein mwaka huu. Mimi wachezaji wote walikuwa wanaondoka wala loyal. Lakini kuondoka kwa Mohamed Hussein mimi nimeumia sana. Natamani Mohamed Hussein yani atawe anaumwa kila siku, asicheze mpira. Yani sawa, usiniunge mkono. Yani ni moyo unatapatapa. Moyo wako. Na mimi siwezi kumuombea mabaya yule mtoto. Wala sijawahi kugombana naye. Ila kutamani kuumwa. Ila nimesema kwa sababu yani ya moyoni mwangu leo Mohamed Hussein kaumia. Angalau akae bench. Amekaa miezi 3 4. Sio kama nasema kwa ubaya. Sasa anashuka kiwango kabisa. Si ndio vizuri sasa na mimi nisimuone. Nafsi yangu na mimi ilizike. Afadhali. Kwani wewe hujawahi kudhulumiwa kitu afu kule kitu kile kikaenda kikapotea ukasikia ukasema afadhali Mungu kanilipia. Akia Mungu, mimi nakwambia ukweli, mimi sikufichi, Mohamed Hussein ananiuma mno. Kwa mwaka huu funga mwaka yako una maumivu.
Na ndio maana Waswahili wanasema hivi, usilewe sana, una siri za watu. Sijui umenielewa? Ukilewa sana unazifumbua. Utazitoa siri za watu. Usilewe sana, una siri za watu. Sijui umenielewa? Nakupata mzee Saidi. La mwisho mimi ninalo la kwangu. Tufikishie. Hawa mabondia wawili, Kiduku na mwenzie huyu mtoto wa Kitanga, nani huyu? Mwakinyo. Twa Kiduku na Mwakinyo. Una jambo la kuambia? Mimi na langu ya kumwambia, kwa sababu wale watu ni watu wa michezo, na mimi kauli zangu siku zote naongelea michezo. Sahihi. Wanisikilize kwa makini sana. Wale ni watu wazima, alafu pili wana kioo katika taifa hili, watu maarufu. Alafu pili ni watu maarufu duniani, wanafahamika wote hawa wawili. Lakini sasa wanako kwenda siko kivipi? Aha, sawa sawa. Nimemsikia Mwakinyo anamwambia mwenzie, bondia gani una Malienge? Malienge. Ile ni kashfa. Mwakinyo ni Muislamu, unamkashifu Mwenyezi Mungu. Alafu lile sio lienge lile. Lile ni tatizo la jicho. Lienge jichoni. Kama mtoto. Kama mtoto. Yule ana matatizo ya jicho. Siwezi kujua lilipata wapi. Halafu wewe Kiduku ni bondia mkubwa. Takataka zote lazima zitatua kwako. Unatakiwa usijibu. Kwanza mimi nashangaa huyu Twa Kiduku kuingia kwenye mitandao. Alikuwa gaongei kwenye mitandao. Nashangaa sasa hivi anaongea kwenye mitandao. Sasa wanaanza kumtukana. Wanamtukana nani Kiduku? Kwa nini wanamtukana Kiduku hawamtukani Mwakinyo? Kwa sababu Kiduku bondia mkubwa. Kiduku ni mtu mzima. Kwa hiyo Twa Kiduku ni mkubwa kuliko Mwakinyo. Sijui unanielewa vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nawakataza. Au nawashauri. Au nawashauri. Mtu mpenda michezo, mimi napenda michezo. Unajua katika mabondia walioiletea sifa nchi hii ni Twa Kiduku na mwenzie Matumla. Unajua hiyo? Matumla alishawahi kwenda kupokewa na rais wa Jamhuri ya Muungano, ambaye ni marehemu sasa hivi. Anatoka na mkanda nani Italy. Sasa tusifikie sehemu tukaa tunawaona hawa watu wanafanya mipasho kwenye mitandao, sisi tukaa tunayasapoti, tunacheka, tunakomenti, tunafanyaje? Tuache. Tunawapoteza mabondia wetu. Huyu nani huyu? Mwakinyo ni Mtanzania. Kiduku ni Mtanzania. Nini? Wewe kama Kiduku umeona Mwakinyo anakukimbia, si basi? Kwani lazima upigane naye? Sitafuta bondia mwingine ndo kapigane naye. Au ngoja mimi nifanye mazoezi twende tukatuangane na yeye. Si unataka upigane na bondia mwenzio wa Kitanzania? Basi na mimi ngoja nivae gloves nije. Nini mnatukanana mitandaoni? Uliandae pambano, umalize utata. Sasa kama yeye mwenzio hataki, basi mwache. Unatukanwa kwa sababu wewe ni mtu mkubwa. Sasa kwa nini ujifedheshe? Una watoto wanapita mitandaoni. Mimi nilialikwa na Yanga, nakwambia hii leo. Nilialikwa na Yanga. Kwenye iftari. Sio kwenye iftari, acha kwenye iftari. Hiyo ndio hiyo ya pili sasa. Nilialikwa niende nikawasapoti ubingwa wao. Baada ya kuchukua kombe. Mimi kawaida yangu huwa nikipewa jambo naondoka nalo naenda nalo nyumbani. Kawaita wanangu wote. Jamani, nimealikwa tena niende Yanga nikashikilie kombe kama Mchome. Kama Mchome vile alivyoenda na mimi nilikuwa nataka niende basi aliinuka yule mwanangu wa kike. Akaniambia baba, sitaki kabisa. Acha usiende. Sababu nini? Sababu akasema baba, mimi ndo nimekwambia mwanao, mimi si mwanao mimi si mwanao basi sitaki uende. Kuna jambo aliliona. Si wanakaa wanapita kwenye masimu mule. Wanapitia comment. Wanapitia zile comment zile watu wanavotukana. Akaniambia baba yangu hata sikushauri. Acha. Linatosha lile baba la iftari. Tumezalilika vya kutosha baba yangu.
Nikamwambia mwanangu, nimekusikia basi, si umeshasema. Mtoto wa kike anakwambia namna hiyo. Sasa na mimi nawakataza kina Kiduku. Kiduku, wewe una watoto, wewe una dada zako, wewe una wajomba zako, wewe una kina nani, hebu achana na haya mambo. Msigombane, mnagombea nini? Kama wewe Kiduku ulikuwa unamtaka Mwakinyo kasepa, basi kwani kuna ulazima? Mtoto wa Kitanga yule ana maneno chungu mzima, hayamuishi maneno yule. Mtakuja kurushiana maneno, mwanze kufedheshana. Mimi nawakatazeni, acheni. Taarifa imefika. Waache. Imefika. Kama watanitukana na mimi, basi wacha wanitukane. Mimi nishazoea kutukanwa, kwa sababu siku zote mwembe mzuri wenye embe nzuri siku zote unapopolewa na mawe. Kama mwembe wako hapo. Kama uhapo. Si umeona makuli hao hapo. Hapa hata tukitoka nje tukianza kufanya kipindi utasikia wanavozomea. Waishanizoea kwa sababu wanajua kabisa huyu ni nini? Wa kwetu. Sasa mimi nimewaambia kiutu uzima, hebu acheni. Wewe Mwakinyo ukirusha maneno, wewe Kiduku usijibu. Na wewe Kiduku kirusha na wewe Kiduku kirusha, wewe Mwakinyo nyamaza. Nyinyi wote watu wa taifa. Heshimishe taifa letu. Hebu liheshimisheni taifa letu. Mnapogombana. Tena nimekumbuka bwana. Jana nilikuwa naangalia kwenye mtandao. Kuna bondia mmoja yupo Kenya. Kumbe si wanatuita wa TZ. Si wanatuitaga wa TZ Tanzania TZ. Pia ni kiufupi. Anasema yule bondia yule wa Kenya yule. Sema mimi nishapigaga sana wa mabondia wa KTZ. Sasa mimi namtaka yule Mwakinyo anayeongea sana yule kwenye media. Nataka nimgonge yule, alafu niendelee kuwagonga mabondia wa Kitanzania. Anaongea sana yule. Huyo Mkenya. Huyo Mkenya nimeona jana kwenye mtandao. Na ndio maana na mimi narudi pale. Wakenya wanatudharau kwa sababu ya sisi kuongea. Sisi tunaongea sana. Wewe kama unataka fanya. Na mzee Saidi na hii bwana, nakuomba sana Kiduku, mimi sikufichi. Mpaka leo nimesema mimi ni shabiki ya Kiduku. Kumbe shabiki ya Kiduku kabisa, wala sijifichi. 100%. Yani toka alivyoshuka nani huyu bondia huyu wa Kitanga huyu. Nani? Huyu bondia wa Kitanga huyu nani huyu? Huyu aliopokewa na Mkapa anatoka Italy. Matumla. Mimi sikuwa na bondia mpaka alivyokuja kuibuka tu Akibuduku. Nikawa namshangilia tu Kiduku. Na nampenda tu Kiduku. Hata siku alivyokuwa anapigana na yule mzalamu yule, kampiga, mimi nilifurahi sana. Sasa kwa hiyo mimi nawakataza, hebu acheni. Hata kama pambano linashindikana simwache. Naam, huyo ndio mzee Saidi. Bwana, yeye ni mtu wa michezo na bado anaendelea kutoa ushauri kwenye kuhusiana na michezo. Sisi hatuna la ziada. Kikubwa zaidi tulikuwa tunazungumzia timu yetu ya taifa ambayo ni kwa mara ya kwanza kuingia hatua 16 bora. Pia imeheshimisha Afrika Mashariki, ni timu pekee, sio Kenya, sio Uganda, sio Rwanda, sio Burundi, ni Tanzania pekee ni sisi peke yetu. Afrika Mashariki ndio tulioingia peke yetu. Afrika Mashariki peke yetu. Kenya, kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tumeweka tena rekodi nyingine. Waje watucheke tena. Waseme watizedi hamna kitu. Si hamna kitu. Tumewahi kabla yenu nyinyi. Nyinyi mna timu nzuri. Wanabeki anaitwa Abudu. Wanampenda mwenyewe, wanamuona kaa sijui kitu gani. Kashi. Kuingia kwenye makundi hawajaingia. Hata kwenda hawajaenda. Tumeenda sisi, tumefika kule. Afu waje wakatae tena. Tanzania hawajawahi, tumewahi, si ndio wa kwanza. Tanzania ni bora. Kwa hiyo sisi bora kuliko Uganda, Kenya. Tumewaweza. Bwana, hatuna la ziada, tunafunga kipindi. Nyuma ya kamera ni director Shizi ambaye anakuletea picha ngavu. Wewe mtazamaji na mwangaliaji wa Chapesa Media, endelea kutufuatilia, endelea kucomment, kushare, kulike. Tuko Facebook, Instagram, TikTok na YouTube wenyewe ndio hiyo. Hatuna la ziada. Mzee Saidi mumsikilizie hapo mbele. Bye bye.